Mapema siku ya jana, mzozo mkubwa umeibuka tena kati ya Pakistani na Afghanistani kando ya mpaka wenye utata wa Durand, ambapo mashambulio makali yameripotiwa huku watu kadhaa wakifariki na kushuhudia majeruhi pande zote. Pande mbili zimetangaza kuwepo kwa mapumziko ya kuheshimu silaha kwa kipindi cha saa 48, lakini hali ya uharibifu na wasiwasi kwa raia bado ni kubwa. Eneo la mpakani limekuwa la vita kwa kulipuka kwa moto, matumizi ya silaha nzito na mashambulio ya tanki, silaha za kupiga kwa mbali na mashambulio makali yameshuhudiwa miji kwa miji. Vijiji vimegeuka kuwa viwanja vya vita wakati vikosi vya Taliban vilipofanya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kulenga vituo vya kijeshi vya Pakistani. Wakili wa upande wa Afghanistani ameonya kuwa iwapo Pakistani itavuka mipaka ya Durand, Kabul itarejea kwa nguvu kubwa. Ujumbe huo umeongeza hatari na kufanya mgogoro huo kuwa na mafadhaiko ya kidiplomasia na kijeshi kwa pande zote mbili. Jeshi la Pakistani limetoa picha zinazoonyesha uharibifu wa vituo vya mpaka vya Taliban na kudai kuonyesha mafanikio ya operesheni zake. Kwa upande mwingine, Taliban imedai kuwa waliwaua askari kadhaa wa Pakistani na kuchukua vituo kadhaa katika mashambulizi yao ya kulipiza kisasi, madai ambayo hajathibitishwa. Mashambulio yalianza mapema asubuhi karibu saa 4, ambapo askari wa Wizara ya Mambo ya Ndani walijibu kwa nguvu na kwa hali ya juu, wakikusudia kulipiza kisasi kwa vifo na upotevu wa vifaa. Pande zote zinaarifu kutokea kwa vifo vingi na kushikiliwa kwa maeneo ya kijeshi. Kwa watu wa kawaida, mgogoro huu umebadilisha maisha. Raia wamehama, mipaka ya kuingia na kutoka imefungwa na mizigo ya biashara imekamatwa. Sambamba na hilo, nyumba za watu zimekumbwa na mabomu na wengi wamesalia bila uhakika wa usalama au mahali pa kwenda. Katika jitihada za kutuliza hali, Islamabad inaripotiwa kuwa imeomba msaada wa wadhamini wa kikanda, Saudi Arabia na Qatar, ili waingilie kati na kuwa katika njia za mazungumzo za siri. Diplomasia za nyuma za kitengo zimefanya kazi, lakini wakati huo huo pande zote zinaendelea kujiandaa kiusalama kupambana na shambulio zaidi. Raia wanaumizwa, watoto wana hofu kubwa, na mustakabali wa kibinadamu unahitaji kutulizwa haraka. Hali inahitaji mazungumzo thabiti, uwazi wa kiusalama na udhibiti wa vikosi ili kuepusha mgogoro unaonekana zaidi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa hili kwa sasa.